Huyu ni mtoto wa miaka 14, aliolewa na huyu mbaba wa 46 years akiwa na miaka 12. Kulingana na dini yetu na mila ya Kisomali, msichana akishafikisha umri ya kuolewa anaolewa. Umri ya kuolewa ni gani? Umri ya kuolewa mimi mwenyewe nimeona msichana akiwa miaka 9 ameolewa. Miaka 9? 11 akiwa na mtoto kwa mgongoni. Mtoto wa miaka 11. Unampatia kitu yake unanyonya? Unaona? Wewe mzee. Wewe ni tabia mbaya. Wewe mtoto ako na infection. Umelala jamaa ujailala na yeye? Sijalala. Na yeye mnakaa kwa nyumba moja? Yeye already kako na mimba. Sika ameniambia kakikula kanatapika. Ashaweka mimba already. Huyu ni mtoto mdogo. 14 years. This is a kid, this is a baby. This is a baby. Mami, pole, acha kulia. It shall be well. It shall be well. Hata kama uko na hiyo, utasaidiwa, utapata mtoto, utarudi shule, usome, ule mtoto wako. Acha nikwambie. Kulingana na dini yetu na mila ya Kisomali, msichana akishafikisha umri ya kuolewa anaolewa. Umri ya kuolewa ni gani? Umri ya kuolewa mimi mwenyewe nimeona msichana akiwa miaka 9 ameolewa. Miaka 9? 11 akiwa na mtoto kwa mgongoni. Mtoto wa miaka 11? Akiwa 9 ameolewa. Huyu mzee lazima akuwe funzo kwa wengine wenye wameoa watoto under age. Wanatuharibia sisi kama Waislamu, wanatuharibia dini sasa. Nataka birth certificate yake. Sawa, serikali ya huyo. Bwana miaka ngapi? Mimi sijui Kiswahili. Haujui Kiswahili? Haujui Kiswahili? Uko na miaka ngapi? 14. 14? Hey. Miaka. Uko na miaka ngapi? Unajua Kisomali? Wacha nipigie Msomali aniambilie akuongeleshe. Nipe nini zake? Patie birth certificate yake mzee. Birth certificate. Leta. Msichana, ulifanya harusi? Ulifanyishwa harusi? Wewe. Wewe ndio baba? Hii ni kitambulisho yako? Wewe ndio baba? Baba yake anaitwa hivyo lakini. Wewe unaitwa Ahmed Abdigafar Ahmed Yusuf. Ni wewe? Si mimi ndio hivyo. Sasa wewe ndio bado baba yake kwa birth certificate. Hii ulifauti wapi? Mzee, bwangalia hapa. Hii ni Abdigafar Ahmed Yusuf. Wewe unakula mtoto? Oh my God. Mzee, umechukua mtoto. Mzee, huyu ni mtoto mpaka kitambulisho umefake birth certificate, wewe ndio baba? Hapa ni kesi ya mzee ambaye ameamua kwamba atachukua mtoto mdogo wa under age kama bibi. Yes. Mtoto tumeambiwa miaka yake ni 14, hata hajafika 18. Yes. Mzee ameenda ka fake birth certificate, ndio hii. Anaitwa Abdigafar Ahmed Yusuf. Oh my God. Amezaliwa 1980. Na mtoto huyu hapa amechukua kama bibi. Yeye ndio birth certificate amefake, akajiita Abdigafar Ahmed Yusuf. Yes. Huyu mtoto ni kama aliiba hata kutoka Somalia ama nchi nyingine ama huko nyumbani. Acha kulia. It's okay. Huyu mtoto mpaka analia, mtoto ameteswa. Okay. Mtoto ameteswa mpaka analia, mnaona mtoto analia. Nitakusaidia sawa? Kwa hivyo mtoto ameteseka sana. Ongea na yeye Kisomali huyu. Sawa. Hello, how are you? أنا بايو. أنا بالدكتور. ما أبا رنت مقعيز. أبي رنت. أنا بالنور. Muulize hiyo maswali. Muulize. أنا بمعلومترا. أنا بالنور. Kuna majina yake anaitwa Anab Nur. Maqay sana jirta? Maqay sana jirta? Maqay sana. Nika nuku qaba. Anasema huyu ni bwana yake. Huyu. Na bado ndiye ako kwa birth certificate. Hebu mzee, mama yake na babake wanaitwaje?
Baba ameniambia anaitwa Nur. Waweza Hebu nisaidie hiyo baba. Baba anaitwa Nur. Hebu nipatie na hiyo ID. Waweza. Baba anaitwa Nur. Na sasa hapa tuko na baba anaitwa Abdi Gafar Ahmed Yusuf ambayo ndiko ID ya huyu suspect. Huyu amemuoa, amefake birth certificate kama babake. Hebu muuliza ako na miaka ngapi? Anasema 14. Miaka 14. Huyu ni mtoto wa miaka 14. Hebu muulize. Alikuwa amefika class ngapi kabla olewe na huyo mzee? School madigeta class kadigeta. Hajaenda shule, anasoma tu tuition kwa nyumba. Na sasa hebu huyu mzee walikuwa wanajuana ama alimpata aje? Hebu muulize. Kama ni arrange marriage hivi ama walitoana wapi na huyo mzee? Nika another station. Wale udarte. Wala kukudarte. Mokta. Anasema ni arrange marriage. Anajuana na mamake. Huyu jamaa, huyu mzee anajuana na mamake. So mama pia ni suspect, anafaa kushikwa. Hebu muulize ni Mkenya ama ni wa wapi? Nyumbani. Nitakuta la chaore, guri ntewe. Mandera. Mandera ni Mkenya. Kutoka Mandera. Huyu ni Mkenya. Huyu ni mtoto anafaa kuwa shule saa hii grade 10 ama grade 4. Grade 4, grade 5. Ameozwa mwanaume ambaye amekuwa akilala na yeye anamtesa. Bara mtoto, huyu ni mtoto, huyo mzee anamtesa, mtoto anaumia, mtoto analia usiku barara. Unajua huyu ni mtoto. Huyu ni mtoto kabisa, akimkamate huyu mzee na wapeleke paka kotini ndio tujue. Huyu mzee lazima akuwe funzo kwa wengine wenye wameoa watoto under age. Wanatuharibia sisi kama Waislamu, wanatuharibia dini sasa. Umelala jamaa ujailala na yeye? Sijalala. Na yeye na mnakaa kwa nyumba moja? Msichana. Analia usiku kwani analia? Mzee, unataka tuende tufanye examination kwa moja lala na yeye? Examination? Si mnatafanya. Mtoto ni virgin? Ni virgin na unakaa naye kwa nyumba na umemuoa. Unaelewa lugha ama uongelesha Kiswahili? Wacha umelala na yeye. Unanidanganya, si ndio? Nimekuta. Unadanganya ati yeye lala na yeye na ushalala na yeye na unatesa yeye. Watu wenye wako wametupigia simu si walisikia mtoto akilia usiku bara mtoto enjoy. Yaani mtoto sababu ni mtoto analia. Unalala na msichana? Si utafute mama mwenye atakuwa ana enjoy, watu wajue wakipita nje wanajua ni kitu mzuri. Mimi huyu msichana nimeoa. Umeoa na utakuja. Hata kama umeoa au ruhusiwi kulala na under age. Unalala na under age. Ni karatasi wameandika ya mkono. Ati hii ndio marriage certificate, hii karatasi ya kitabu. Yeye already kako na mimba. Si kama niambia kakikula kanatapika. Ashaweka mimba already. Huyu ni mtoto mdogo. 14 years. 14 years. Tarehe 2 mwezi wa 9 2020. You know, this is a kid, this is a baby. This is a baby. Mami, pole, acha kulia. It shall be well. It shall be well. Hata kama uko na hiyo, utasaidiwa, utapata mtoto, utarudi shule, usome, ulee mtoto wako. So for those who are watching me tonight, niko hapa na Shiko na niko hapa na Mama Boaz. Huyu ni mtoto wa miaka 14. Aliolewa na huyu mbaba wa 46 years akiwa na miaka 12. Huyu mtoto ameteswa. Tulipokea ripoti kwamba huyu mtoto usiku analia baraya kwa sababu anateswa na huyu mzee. Majirani waliopiga simu ilikuwa ni Soja na wale ambao wako hapa, na pia ni neighborhood hapo nyuma ndio ilikuja complain, mbona kelele inatoka hapo kwenu. Walipofika wakapata ni mtoto aliyeolewa anateswa na huyu mnyama huyu. Haya nimuite mnyama. So tumekuja kuangalia, tumefuatilia kitambulisho, birth certificate ambayo ako nao fake ambayo inaonyesha huyu anafaa kuwa na 17 years na afai kumuoa. Baba, jina la baba ni the same. Anaitwa Abdi Gafar Ahmed Yusuf. So hii ni fake birth certificate, hata imelaminatiwa inakaa fake tu. Vile imetengenezwa ile karatasi ile ya kukatwa. Ni ya River Road, si original hii.
Alafu mtoto amekataa majina ya babake sio hayo. Huyu mzee huyu babu ametesa huyu mtoto. So tumerespond nikiwa na wenzangu hapa. Tumerescue huyu mtoto na ashamweka mimba already. Hiyo ndio inauma sana. Baba wa 46 years amepea mimba mtoto wa 14 years ambaye anafaa kuwa mtoto wake, dota wake. Huyu mtoto anafaa kuwa shule kama watoto wengine, na yeye ndio huyu hapa hata hana aibu. Anasema dini inamruhusu awe hata mtoto wa miaka 9. Sijui mimi kama dini ya Kiislamu inaruhusu mtu awe mtoto wa miaka 9. Alafu unatesa mtoto wa miaka 9. So tumeweza kurescue huyu mtoto, atapelewa kwa rescue center. Mamake atashikwa na huyu pia atashikwa. Marriage certificate ni karatasi. Hebu leta hiyo karatasi. Marriage certificate ni karatasi ya kitabu. Ati ndio marriage certificate. Karatasi ya kitabu ndio wameandikiana, ati ndio marriage certificate. Ni uchungu sana kuona mzee kama huyu anatesa mtoto. Mzee hata huyu mtoto yenyewe hata utasikia utamu gani? Huyu mtoto hata hana mafuta kwa mwili, utatoa nini hapo? Sisi tunaomba utuulizie Wakenya wenye wako kwa hiyo dini. Ndio. Tuko na senior government officials. Watoto wao wameolewa na miaka 12. Tuko na Waislamu kutoka kwa dini yako. Wale wakubwa kwa serikali. Watoto wao wameolewa na miaka 9. Kuna Msomali yeyote ama Muislamu ambaye kwa serikali mtoto wake ameolewa na miaka 9? Ama ngo kwa kampuni yako na biashara kubwa mzee? Hata Mheshimiwa Duale msichana wake ameolewa na miaka 9. Tunaomba tuambiwe hiyo. Tunataka tuambiwe hiyo kama dini ndio inaruhusu, ama sheki wenye wako kwa hizi mamoski zote watoto wao wameolewa na miaka 9. Na watu wanasema wako 60. Na wewe watu wamesema wako 60 years, hata ID umefake. Wanamjua? Unatesa mtoto. Unajulikana. Mzee. Wewe huna aibu? Hauna aibu? Hata ashuki. Hauna aibu? So huyu mtoto tutampeleka, mam, utakuwa safe. Utarudi shule, utasoma, utakuwa daktari. Kama utakuwa na mtoto utamlea. Sawa? Ukifikisha 18 years hutakuwa na shida na wewe ukitaka kwenda kwa mzee wako. Huyo mtoto utalea wewe? Huyo mtoto ako kwa tumbo utalea? Utalea mtoto akizaa? Ama ataenda kwa mtoto mwingine? Ama ataenda kwa tena mtoto mwingine? Huyo mtoto amebeba kwa tumbo utalea? Utalea ama huyo pia utaoa? Huyo utaoa? Utamlea. Utalea ukiwa jela? Wewe gasia kwenda huko wewe. Wewe unaenda jela by the way. Wewe umeenda jela. Hii ni ya jela hii. Unajua mtoto ana infection kwa mdomo. Mpaka anamlii basi muende. Mzee alikuwa ananyonya. Mrija alikuwa ananyonya. Mami alikuwa anakufonsa na kula hiyo kitu. Nitanirudisha. Mimi niko na rescue na naenda 44. Sai. Huyo alikuwa ananyonyesha mtoto by force. Nini ishaenda? Mzee, huyu mtoto umemuumiza mpaka kwa mdomo. Kwa mdomo ni kama alikuwa ananyonya mpaka kuna oral trash hapo ni infection. Wewe, alikuwa anakupatia kitu chake unanyonya? Unaona? Wewe mzee, hiyo ni tabia mbaya. Huyu mtoto ako na infection. Hiyo dini ya alao. Tolewa pingu. Hapo hapo. Wewe afungiwe kabisa, aende kamiti. Tumeweza kuhand over huyu suspect kwa polisi ili aweze kuchukuliwa hatua, na pia mtoto anahitaji aende hospitali akapimwe, pia angaliwe kwa sababu amempatia mimba, pia angaliwe hali yake. Pia mtoto ana bleed kwa mdomo, na mtoto ametuambia kwamba huyu mzee alikuwa anamforce anamnyonya. So hiyo kumnyonya imempatia infection, na mzee akona skin disease. Hiyo infection imempatia oral thrush. Amemuumiza sana, ni uchungu sana, na hii kesi tutafuatilia hadi tuhakikishe kwamba huyu mzee amefikishwa kotini na mtoto amepata justice. Mtoto amelia, amesema asiachwe kwa huyu mzee, amemtesa, alifosiwa kuolewa na yeye cha nguvu, na ni kama huyu mzee alimuiba kwa sababu ya deni walikuwa naona wazazi.
Na yule ambaye ako na such a case ya mtoto ambaye ameolewa akiwa mdogo, tupigie simu. Namba ya simu ni 0720836634. Usiombe school fees.